Jumuiya ya wawekezaji na wafanya biashara ambao makao makuu yao au kampuni zao zina ushirika na taifa la Marekani, AmCham, kwetu tumeona kwamba ni wadau wa muhimu, wadau wa kimkakati, na tunaingia katika kurasa nyingine ya mashirikiano kati yetu sisi na wao. Kwa hiyo hatutakuwa na mashirikiano tu ya kawaida ambayo tumekuwa tukiyafanya na mataifa mengine na nchi nyingine, lakini tunataka kuwa na mahusiano na mashirikiano zaidi. Balozi wetu wa Tanzania nchini Marekani alitusaidia tukaingia kitu kinaitwa commercial dialogue, mahusiano ya kibiashara na mazungumzo ya kibiashara kati ya Tanzania na nchi ya Marekani. Na haya ni muendelezo sasa wa yale ambayo yalishaanzishwa katika ngazi ya kidiplomasia, ngazi ya kiserikali, kuendelea sasa katika ngazi ya kibiashara na hasa kiuwekezaji. Kwa hiyo tunawashukuru, tunathamini uwekezaji wa Marekani nchini Tanzania, na tunawakaribisha na tunawaahidi katika taswira hii nyingine, katika kurasa nyingine ya kushirikiana, tutakuwa na ushirikiano wa karibu zaidi na kuvutia mitaji ya aina nyingine zaidi. Na hili niombe kabisa nilisemee hapa kwamba kuna baadhi ya mitaji ambayo tumeizoea kuipata katika nchi nyingine hatuwezi kuipata kutoka Marekani. Tumekuwa tukizoea kupata mitaji ya mtu anakuja anafungua kiwanda hapa na kuajiri watu wengi. Nchi ambazo zimekwisha endelea na kufika mbali kama taifa la Marekani wana mitaji ya aina tofauti. Watanzania ambao wana business ideas, wana business plan, wana feasibility study, ambao wangetaka funds kwa ajili ya kuwekeza, huo ndo mchezo ambao wao wenzetu wanauweza. Wana private equity firms, wana venture capital firms ambazo zinatafuta biashara ambazo ziko tayari, ziko structured, zina hesabu zake zimenyooka ili waje kushirikiana na wewe, na moja ya mashirikiano yetu yatakuwa yakielekea huko. Kwa hiyo nitumia nafasi hii kuwashukuru sana AmCham, kuwapongeza kwa kazi nzuri na kuahidi kwamba mamlaka ya uwekezaji katika MOU yetu hii ambayo tutaingia nayo, tunatarajia kuona ukuaji wa uwekezaji kutoka Marekani, ukuaji ambao unaleta ajira pamoja na manufaa kwa Watanzania. Tunachokisaini leo kama ambavyo mkurugenzi alivyosema, kitakuwa kina malengo ambayo tutakuwa tunahakikisha kwamba kwa nyakati tofauti tunakaa chini na kuangalia kwamba tunafanyaje kuhakikisha kwamba tunazidi kuongeza ufanisi katika kutekeleza malengo yale. Katika kutekeleza malengo hayo, mojawapo ni kukuza uwekezaji wa wawekezaji kutoka Marekani hapa nchini kwetu. Na katika kufanya hivyo, tunategemea kwamba tutaongeza fursa, tutaongeza ajira na tutakuza uchumi. Lakini kama nilivyosema, tayari kuna makampuni ya Marekani ambayo yako hapa nchini. Kwa hiyo vile vile tunataka kwamba kupitia makubaliano haya tuongeze wigo wa huu ushirikiano, lakini vile vile kuwasaidia wale ambao wako hapa kuondokana na changamoto zozote walizonazo ili waweze kukua zaidi na kuweza kuajiri zaidi na kuchangia zaidi katika ukuaji wa taifa letu. Lakini la tatu ambalo ni la msingi vile vile ni kwamba tutashirikiana katika juhudi mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto zozote zile ambazo wawekezaji na kwa sisi ni wawekezaji kutoka Marekani wanazozipitia ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwekezaji wa kudumu hapa nchini kwetu. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa sisi kupata nafasi hii leo hii kuja hapa ili kurasimisha ushirikiano wetu ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu. Lakini sasa unakuwa ni rasmi na utakuwa una malengo na utakuwa tunakutana mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunaupitia kwamba ni wapi tunabidi tuweze kufanya zaidi. Na niseme tu kwamba kama tunavyofahamu kwamba nchi yetu tuna dira yetu ya taifa ya mwaka 2050, na ukiangalia katika ile dira tunataka kukuza pato la nchi yetu, uchumi wetu uweze kufikia dola trilioni 1. Lakini vile vile tunataka kukuza kipato cha Tanzania mmoja kiweze kuwa kipato kikubwa kabisa, dola 7,000 kwa kila mtu. Ili tuweze kufikia hivyo, na ukisoma katika dira ile, kunahitajika ushirikiano wa karibu kati ya serikali na
sekta binafsi.